Ni takribani ya vikundi 50 vyenye watu 1500 ambapo vimekabidhiwa vifaa hivi kwa ajili ya ukulima wa mwani hapa katika kiwanja cha Paje, mkoa wa Kusini, wilaya ya Kusini Unguja. Akikabidhi vifaa hivyo kwa wakulima wa mwani kutoka wilaya ya Kati na wilaya ya Kusini Unguja, naibu katibu mkuu wa Wizara ya Uchumi wa Buluu na Uvuvi Zanzibar, Zahoro Kasim Mohamed, kwa kushirikiana na shirika la UNDP. Sambamba na hayo, naibu katibu mkuu huyo amewasisitiza wakulima wa mwani kuwa na msimamo juu ya bei za mwani kwa maslahi ya maisha yao. Swala jingine ambalo tunalifahamu na ndio ambayo imesababisha tuwe tunafanya vitu kama hivi ambavyo tunavyofanya ni swala la bei. Tunafahamu kuwa bado tunaendelea kusumbuliwa na bei ya mwani. Na ni jambo ambalo tunaendelea kulifanyia kazi kila kukicha, na kugawa hivi vifaa ni miongoni mwa mambo ambayo tunayafanya ili kuhakikisha kwamba nyinyi mnapata haki kutokana na kazi ambayo mnaifanya. Tunafahamu kwamba tatizo la bei moja kubwa ilikuwa ni kwamba vifaa ambavyo vinatumika katika kufanya ukulima vinatolewa na makampuni. Kwa hivyo makampuni wakishavitoa hivyo vifaa, wao ndio wanasema tutanunua mwani kwa kiasi gani, na wanafahamu kwamba kwa sababu wao ndio walipeni vifaa hamwezi mkenda mkauza mwani sehemu nyingine. Sasa kwa kufanya haya ambayo tunayafanya ya kukusaidieni kwenye haya masuala ya vifaa, basi mtakuwa mna uhuru zaidi. Na naomba jamani, muutumie uhuru huu. Nyinyi ndio wenye bidhaa. Nyinyi kwa kusaidiwa na serikali yenu mmeweza kuzalisha ile mazao. Msikubali kulaliwa kwenye masuala ya bei. Tuna mifano, ingekuwa leo ni siku ya kuzungumza sana tungeitoa, nafikiri hata wenzangu wangekuwa wameyazungumza. Lakini kuna wenzetu Pemba huko sasa hivi tayari watu wanaenda na bei zao. Wao wanasema bora tukae na mwani nyumbani, lakini kwa bei hiyo hatutoi. Na nyinyi mnafanya hivyo hivyo sasa hili jambo kidogo linatutia moyo sana, kwa sababu moja ya kazi kubwa ambayo tunayo sisi ni kukupeni nyinyi uwezo wa kuweza kufanya hayo mambo. Na huko nyuma wakati mlikuwa hampati hivi vifaa, ilikuwa uwezo huo hamuna, kwa sababu watakwambieni jamani, vifaa vyetu tumevitoa pesa, inabidi pesa zetu zirudi, na sababu nyingine ambazo tunaamini ni za kukandamiza. Kwa hivyo itakuwa vizuri sana kama hivi vifaa ambavyo vimetolewa vitatumika vile ambavyo inatakiwa vitumike, lakini kwa wakati huo vichukuliwe kama ndio nyenzo za kukupeni nyinyi uwezo wa kuweza kuuza mwani wenu kwa bei ambayo nyinyi mnaitaka. Na tumefanya kazi kwa ukaribu sana na Wizara ya Uchumi wa Buluu katika kuwawezesha wakulima wa mwani, wafugaji wa kaa pamoja na majongo bahari. Kwa chini ya mradi ambao ulikuwa unajulikana Bahari Maisha, kwa UNDP kwa kushirikiana na Uchumi wa Buluu pamoja na chuo cha mipango, tulitoa mafunzo kwa wakulima wote wa mwani kwa hapa Unguja, Pemba, Bagamoyo na Tanga, ambao walipata mafunzo kwa muda wa wiki moja katika ufugaji sahihi, uchaguzi wa mbegu sahihi, upandaji mwani sahihi, ukaushaji ambao sahihi, lakini pia vile vile kuongezea mwani thamani, kwa sababu wengi walikuwa wanalima na kuuza mwani tu kama mwani. Kwa hiyo wakafundishwa kuongeza thamani na kuzalisha bidhaa mbadala kutoka kwenye hayo mafunzo. Na zaidi pia wakafundishwa namna gani ya kutafuta masoko, ya kuyafikia masoko, lakini pia na financial management, utunzaji mzuri wa rekodi za mapato yao. Tumeupokea kwa mikono miwili. Tunatoa shukrani zetu za dhati katika wilaya ya Kusini kwa kupokea msaada huu wa vihori na vifaa vya kupandia mwani, na tutafanya kazi kwa bidii. Vikundi vyetu vyote tulipata msaada huu, tutafanya kazi ili kuzidisha maendeleo yetu ya shehiyani ili kwenda mbele zaidi. Nikiripoti kutokea katika kiwanja cha Paje, mkoa wa Kusini Unguja, Abdalla Balozi wa Sema Africa Media.